Umeona kama leo rais kwenye moja kauli zake amesema na kama wakija tena tutakuwa tumejiandaa. Kwa hizi taarifa zinakuepo hata kama hazina uthibitisho, lakini naamini vyombo vya ulinzi vinakuwa vinaweza kupata taarifa moja na mbili kwamba watu wanaweza wakapanga kufanya mipango inakuepo. Sasa kama mwanzoni mipango ilikuepo, kauli zilikuepo za hapa na pale, nani alitakiwa awape rai hawa wananchi na utaratibu kwamba kama mna mpango wa kufanya hiki basi utaratibu ni huu? Nani alitakiwa afanye hivyo? Siwezi kujua ni nani, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu za maandamano ni kwamba wewe unayekuwa na maandamano unapeleka taarifa zako katika vyombo vinavyohusika. Sina uhakika kwa maandamano yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba kwamba aliyeandika barua za kuombea hayo maandamano alikuwa nani na zilipelekwa kwa nani na majibu yake yalikuwa yapi. Sina. Kumbe kuna taratibu pia za kufanya maandamano. Ndio. Zipo, kwa sababu tumekuwa tukiona hata Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakati wanaomba maandamano, tumekuwa tukiona hata zile barua wanazozipeleka kwenye jeshi la polisi na hata majibu yanayotoka jeshi la polisi tumekuwa tukiyaona kwenye mitandao kwamba wameruhusiwa au hawakuruhusiwa. Sasa kwa maana ya tarehe 29 Oktoba sikumbuki, labda kama wenzangu mliweza kuona, ila sikumbuki ni barua zipi zilipelekwa mahali na kama kuna majibu yapi pia yalitolewa. Nikisema niliyaona nitakuwa kwa kweli stendi haki na sitaki Dokta, nakuuliza hilo swali kwa sababu unaona kama hapo unatupatia elimu, kumbe kuna hatua za kufanya maandamano. Kuna watu wanaamini kwamba kauli inayosema ni haki yako kikatiba kuandamana. Sasa je, hiyo kauli inaelesha kwamba kuna taratibu za kufuata au mtu tu anahisi ni haki yangu kikatiba kwa hiyo twende kazi? Kila haki inakwenda na wajibu. Inakwenda na taratibu. Haki yoyote ile ina wajibu, ina taratibu, ina muda, ina mambo kadhaa yanayoendana na haki hiyo. Haki ya kuandamana iliyo ndani ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo, lakini pia ina taratibu zake kwamba unatoa taarifa mahala fulani na zikifika taarifa zile watazichakata zile taarifa na wanaweza wao wakasema sawa tuendelee, au wakasema subiri iwe tarehe fulani siku fulani kufuatana na hali halisi ambayo ipo. Mathalan unapanga maandamano siku wanafunzi wanafanya mitihani ya kidato cha 4 au darasa la 7, si ndio? Au ya form 6. Wanaweza jeshi la polisi wakwambia pana hii siku tuna mitihani ya darasa la 7. Unaonaje ukafanya maandamano yako siku nyingine watoto wetu wafanye mtihani wao vizuri? Huwezi kusema wameninyima kibali, lakini wanakueleza uhalisia ulipo. Au tuna ugeni wa kitaifa. Tuna mkutano wa Sadiki wa nchi zote unafanyika Dar es Salaam. Marais wanakuja wa nchi zote, si ndio? Siku hiyo wao labda umepanga maandamano. Sasa kwambia hapana, tuna mkutano hapa wa kimataifa, viongozi wa nchi wakuu wa nchi wanakuja Dar es Salaam, wanakuja kujadili swala la Kongo, au sio? Wanakuja kujadili swala fulani. Unaonaje ukifanya tarehe fulani? Umenielewa vizuri? Ndio maana yake hiyo, ndio maana ya kuwaarifu wao ili waone, kwa sababu wale ndio watakao toa ulinzi na watakao kupa mpaka mtajadili route, au sio? Na kuona zile route kama hazita affect watu wengine wanaokwenda hospitali, kama hazitakwenda kwa affect watu wanaopeleka chakula cha wagonjwa na mambo ya namna hiyo hospitali na kadhalika. Kwa namna unavyotueleza hapa na kwa uchache ambao rais alizungumza, pia tumeona ameweka hata mfano kwamba zamani watu wanashika vibango, wanajua kwamba tutatoka hapa tuende hapa, na kilichofanyika kiwalisia kwa tulichokiona. Unafikiri ni kweli kwamba hakuna elimu sawa ya kuandamana kwa watu? Elimu ni ndogo, kama ipo ni ndogo. Na kile kilichofanyika sasa inaonekana sasa ni tofauti na kinachotakiwa kifanyike. Elimu, umeuliza vizuri, lazima iwekwe elimu. Watu waelimishwe na waelewe, na watakapoelewa wakubali kuelewa kwamba utaratibu ni huu, ni huu, ni huu. Kama utaelewa bado ukakaidi kuelewa, ukakaidi ile elimu, umenielewa? Maana kuna kuelewa lakini bado ukataka kufanya lako nje ya taratibu, nje ya sheria, nje ya elimu ile. Basi sasa itabidi tunachoweza kufanya ni kuendelea kuelimisha, kwa sababu sasa utakufanyaje? Ni kuendelea kuelimisha, ndio ilivyo. Mtu anaweza ukamuelimisha bado akakaidi. Unachofanya ni kuendelea kufanya nini? Kumuelimisha. Mimi nitakachofanya nitarudi tena kwako. Naomba nikuelimishe, naomba unielewe, nitarudi hata mara ngapi kama tunavyokwenda kanisani na misikitini. Unakwenda Jumapili wanakueleza hivi, unarudi dhambi zile zile Jumatatu mpaka Ijumaa, unarudi Jumapili wanakueleza hivi, unarudi Jumatatu mpaka Ijumaa dhambi zile zile. Wanakata tamaa wale wachungaji na mashehe na maimamu. Wanaendelea tena kukueleza na kukueleza na kukueleza, na mimi nitaendelea kukueleza hivi. Wewe lakini ndio sio polisi. Sijui
na wao itabidi hilo. Mimi nitaendelea kuelimisha tu. Kwa sababu kizazi hiki ni kizazi ambacho ni kizazi unique. Vijana wa sasa ni kizazi ambacho ni unique, inabidi kuendana nao kwa kama inavyosema, mnaelimishana mpaka mtafika tu, kwa sababu ndivyo ni kizazi ndivyo. Umetupatia mfano wa kanisani na msikitini hapo. Tumeona pia rais amepata ku address na viongozi wa dini, na ukitazama picha baadhi walikuwepo. Amezungumzia swala la viongozi nao kupata nafasi ya kama vile kutaka kusongesha nchi namna fulani au nyingine. Unaweza kulizungumzia hilo? Wewe una umri mkubwa kuliko vijana wengi. Zamani marais waliopita, uongozi uliopita, nyakati kabla haya kuja mitandao, viongozi wa dini waliweza kucheza nafasi gani kwenye kuhakikisha nchi yetu inakwenda na amani? Vijana wa nyakati hizo wanaelekezwaje, na sasa hivi tofauti ni nini? Viongozi wa dini wanafanya kazi nzuri zote, na bahati nzuri mimi ni Mkristo, lakini pia kwa bahati nzuri pia nimejitahidi kusoma na kuelewa zaidi pia Uislamu ambao naupenda sana. Mimi ni Mkristo, lakini bado naamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, mtume aliyehitimisha mitume. Na kwa hiyo Uislamu, kama ambavyo nimekuwa nikieleza kila wakati, ni dini ambayo naipenda, naiheshimu sana, na marafiki zangu wengi Waislamu na shughuli nyingi za Kiislamu nimekuwa nikishiriki kwa sababu nimependa Uislamu, kuusoma na kuelewa. Viongozi wetu wa dini zetu, Waislamu, wa Kristo, wamekuwa wakifanya kazi nzuri tokea uhuru mpaka sasa, katika malezi na katika kutulea, katika kutuelimisha, katika kutuleta karibu na Mungu na kumleta Mungu karibu na sisi, wakituandaa maisha yetu hapa duniani tuweze kuirithi pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndio kazi yao iliyokuwa kubwa. Kazi ya viongozi wa dini ni kutuweka karibu na Mungu, ni kutukumbusha yale ambayo inatakiwa tuwe nayo hapa duniani, tuishi vizuri hapa duniani tukijiandaa kwa ajili ya kurithi ufalme wa mbingu. Ndio kazi kubwa ambao wako nayo, na wameifanya kazi hiyo vizuri. Inapotokea kukawa na kutokueleweka kwa viongozi wa dini, kinachotakiwa ni kurekebishana, ni kuangalia wapi mambo hayajakwenda vizuri, na mara moja kurekebisha na kurudi katika mstari. Kwa sababu viongozi wa dini si malaika. Viongozi wa dini ni binadamu kama mimi na wewe, na wao wanaweza kukosea kama nilivyo mimi, wanafanya dhambi, wanaweza kufanya dhambi kama mimi hapa ninavyofanya dhambi sana. Na kwa hiyo viongozi wa dini tusiseme ni malaika. Na kama inatokea viongozi wa dini tukaona labda kuna tatizo mahali katika shughuli zao, kwamba labda kuna mahali kuna hitilafu, kilichokuwa kikubwa ni kurekebishana, na si kusutana, na si kunyosheana sana vidole, na si kusema tutanyongana, tutatiana ngumi, tutashikana, mnatia roba, sijui mnaita tutatia roba kule kijiweni. Hapana. Ni kusema labda kiongozi wa dini au viongozi fulani wa dini, hebu tukae tujadiliane tuone kweli. Kwa hiyo wajadili kwanza wao ndani yao, lakini bado wanaweza wakajadili dini kwa dini, au sio? Na baadaye wanaweza kujadili hata na waumini nao na watu wengine, na wakaona kama kuna labda shida mahali wakaiweka vizuri. Lakini kwa ujumla wao viongozi wa dini ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania toka uhuru wamefanya kazi nzuri kwa dini zote, madhehebu yote mengine ameyataja Mheshimiwa Rais leo Dr. Samia Suluhu Hassan. Binafsi ni shuhuda wa viongozi wetu wa dini ya Kiislamu wanavyofanya kazi nzuri sana ndani ya Tanzania. Viongozi wa Kristo wanavyofanya kazi nzuri sana, na kazi hiyo ni nzuri, imetukuka kabisa, na tunawashukuru sisi kwa kazi hiyo. Kama kuna kuteleza kidogo, kuna kutetereka kidogo, mahala mtu kakosea, kwa sababu ni binadamu sisi, sio malaika, ni swala la kurekebishana ili mradi maisha yaende vizuri na waendelee kutulea kiroho na kutuweka karibu na Mungu tayari tuweze kuurithi ufalme wa mbingu. Dr. tumalizie na kuna vitu vitatu mezani. Tunaona kuna maridhiano, kuna katiba mpya, lakini pia kuna vijana ambao ndiko eleweshwe. Tunatamani tupate neno lako la mwisho. Tunawekaje sawa hivi vitu? Kwa sababu pia hata unaona baada ya yaliyotokea, tuna ahadi zile tulipewa na rais wakati wa kampeni za siku 100 za kufanya, lakini sasa hivi tunaona nchi pia inapambana na vitu vingine. Hivi vitu vitaweza kuwekwaje sawa? Vinaweza kuwekwa sawa. Ni swala la kukaa
kama ulisikiliza kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, alisema makundi yaendelee kujadili na kuongea na kadhalika kuhusu umoja wa kitaifa na maridhiano na alisema. Mheshimiwa Rais pia ameeleza vizuri kwamba huwezi kuongea katiba mpya bila kuridhiana. Lazima kuwe na maridhiano. Lakini alipokuwa akitoa hadidu za rejea za tume aliyoiunda, alisema tume imalize halafu ndio tuje kwenye maridhiano na baadaye katiba. Lakini sasa tuna siku 100 pia ambayo zinaendelea kupungua, ambazo alitoa hadi ile kabla ya matukio ya tarehe 29. Kumbuka hilo. Siku 100 alizitoa kabla ya matukio ya tarehe 29. Lakini mwanzoni ilikuwa hizo siku ni 100 baada ya yeye kuapishwa. Ndio. Ni sawa, nakubaliana na wewe. Lakini matukio ya tarehe 29 mpaka nini haya yaliyotokea yanaweza pia yakawa ukayaangalia katika muktadha huo kwamba je, zinakuwa 100 kwa maana ya maridhiano na katiba mpya. Na ikumbuke kwamba hakusema tutakuwa tumepata katiba mpya, ila alisema tutaanza mazungumzo ya maridhiano, si ndio? Mazungumzo ya maridhiano na baadaye tutaelekea kwenye nini? Kwenye katiba mpya. Nachoweza kusema ni kwamba yote hayo yanawezekana, yote yanajadilika. Ni watu kukaa chini, si ndio, na kusema tufanye nini. Tupo wataalamu wa maridhiano, mimi mmoja wapo, tunayajua maridhiano, upatanishi, tunajua mambo ya reconciliation, mambo ya tunajua, na wako wengi ndani ya nchi na tunao uzoefu pia wa nchi nyingine, lakini bado ndani yetu sisi tunao uwezo. Kwa hiyo ni swala la kukaa mara kwa mara, tutajadiliana kama nchi, kama taifa, tutakubaliana kwamba lipi tunaona linaweza likatufaa. Kikubwa utulivu uwepo, turudishe utulivu na imani, na watu wawe tayari kuendelea kufanya kazi zao kama kawaida, nchi ibaki smooth so that life moves on, maisha yaweze kwenda. Kwa hiyo tutakwenda, nafikiri kama nchi, kama ningekuwa na shauri ni kwamba tuwe tunaangalia kipi kinakwenda kwa wakati fulani, na itakapobidi kubadili gia hewani tuwe tayari kubadili gia hiyo kama taifa, ili mradi kama inatupeleka pazuri. Tusiwe na rigidity ya kusema hiki tumesema siku 90, siku 200. No. Tukiona kuna haja ya kufanya jambo fulani, au sio, tunaweza tukashauriana na tukalifanya. Bora litupeleke pazuri na lilete utulivu na watu maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo ndio ninachokiona. Kwa hiyo naamini tutakuwa mara kwa mara, naposema tu ni wa Tanzania, naongea kama Mtanzania, tukijadiliana, na majadiliano na mazungumzo yatakuwa mengi, naamini katika hilo unalolisema la maridhiano, katiba mpya na kadhalika, na vijana, uchunguzi wa tume na vijana, na kwa sababu wote wanaliangalia hilo, na kwa hiyo ni swala la kuangalia. Wakati mwingine unaweza integrate, unanielewa vizuri, ni mawazo yangu, naomba kurudia, ni mawazo yangu. Tume ikaendelea na findings zake kilichotokea, lakini wakati huo kukawa na process nyingine za kuanza haya mazungumzo, kwamba itakapokuwa inamaliza kweli kuna kazi nyingine imekwisha fanyika ya maridhiano, na wakati huo kwenda kwenye labda katiba mpya kushote, kwa sababu watu wana shauku ya kusikia hayo, na kama wana shauku hiyo shauku uwezo ukaifuta ukasema subirini hiki, au tume inaweza kafika miezi 3 kasema tunaomba tuongezewe 3. Sasa muendelea vizuri, na watu wana shauku ya hilo. Kwa hiyo ni swala la, nimesema unaweza kubadili gia wapi? Angani. Ukasema sasa hili tulijadili nalo tuone linaweza tukaenda na, kwa sababu sio gumu na sio baya na ni nzuri. Dokta, kwa uelewa wako, kuna namna ambavyo hizi processes zitakuwa wazi, watu wafahamu, kama tulivyosema tuna dini kizazi kipya sasa hivi wanasikia maridhiano, lakini pengine ni kitu kigeni kwao. Kuna namna haya maridhiano yana mchakato yatakavyokwenda, tunaona tumepewa tume, kuna namna kutakuwa kuna transparency, yani wazi kwamba uchunguzi utafanywa hivi, tunasikia katiba mpya, pengine kuna namna mchakato wa katiba una mlolongo, watu watakuwa wanajua kabisa kwamba hii ni hatua fulani, tutatoka hapa twende hapa. Itakuwa hivyo. Okay. Kama mtakumbuka wakati wa tume ya Jaji Warioba, wakati ule tulipitisha sheria, tukawa na tume ya Jaji Warioba, kama mnakumbuka, ikatupeleka ile kwenye kupata rasimu ya Jaji Warioba. Rasimu ile ikaenda kujaliwa na bunge la katiba. Bunge la katiba ndio tuliko kuhamia pale kwenda kufanya referendum, kwa sababu iliingiliana na uchaguzi mkuu wa 2015. Na kwa hiyo na maridhiano, ninachofahamu mimi, tukitaka from a professional point of view, yatakuwa wazi. Kuanzia nani atashiriki maridhiano? Maridhiano, makundi yote
yaliyo katika jamii, mimi ni pendekezo langu, ningetaka makundi yote yawasilishwe, yawe na wawakilishi wao, wawe na wakilishi, na hatutaangalia swala la amount au idadi. Unanielewa ninavyosema? Ya watu. Unajua idadi ni copy paste. Sio kama unanielewa. Tulikuwa na watu labda milioni 27, tukawa tunaunda tume za watu 6. Tukawa na watu milioni 40, unaunda tume ya watu 6. Una watu milioni 60, unaunda tume ya watu 6. Unakuwa na watu milioni 120, unaunda tume ya watu 6. Hiyo ni copy paste. Tuende tuwe na maridhiano kama ni baraza la taifa la maridhiano. According to me, baraza nimesema la taifa la maridhiano. Lile baraza tupata wawakilishi kutoka vijana, kutoka wazee, kutoka wanawake, watu wenye ulemavu, vyama vya siasa, vijana nimesema, wanawake, asasi za kiraia, taasisi za dini, serikali, bunge, baraza la wawakilishi, machifu, vyama vya wakulima, vyama vya wafanyakazi, vyuo vikuu, vyuo vya kati, shule zetu, wazazi, wazee, bajaji, bodaboda, wote hakikisha tuna uwakilishi ndani ya baraza. Hata kama litakuwa na watu 60, litakuwa na watu 80. Usiangalie idadi na kusema baraza limekuwa kubwa sana. The more you widen up democracy, the more the better. Baada ya lile baraza au ndani ya lile baraza unaweza kupata tume ya maridhiano. Unaweza kuja kupata tume ya nini? Ya katiba. Kwa unaweza kuwa na baraza la taifa la maridhiano, ukawa na baraza la taifa la katiba. Au likawa moja ukatoa yale mawili ndani ya baraza lile ambapo kila mtu yuko represented. Ni thinking yangu ambayo inaweza katupeleka vizuri. Kwa hiyo kila mtu atawakilisha. Kwa hiyo watatuletea vijana mtu wao au watu wao wa kuwakilisha. NGOs wataleta watu wao, vyama vya siasa vitaleta watu wao, serikali italeta watu wao na kadhalika, na mheshimiwa rais kama ilivyo kawaida ataachiwa nafasi zake 5, 10, 15 kwenye kila baraza ambao yeye ataweza kuteua pia watu wa kuwemo, kwa sababu hiyo inakuwa ni nzuri sana kwamba mnaweza mkaleta watu wakina kahitaji utaalamu fulani ambao haumo katika watu mliowaleta, na ndio maana anaachiwa nafasi zile 10, 15 za kwake. Analeta wao wanakuwa wanafanya nini sasa? Baraza au watu atakaoteua yeye. Kwa mfano umeunda baraza la maridhiano. Wale watu wenye ulemavu wamekuletea, akina mama wameleta, NGOs vio viko nini. Anakaa anaona pana kuna wataalamu. Haya mambo ya maridhiano, reconciliation, yana utaalamu wake. Kuna watu ambao ni wataalamu. Haya mambo hawakinzani na haya makundi. Hawakinzani. Wao wanakuja pale kama ndio wa kuwasaidia nyinyi katika kusema jamani hapa hili mbona mnaweza mkalifikia kirahisi hivi, because they are professionals, they are academics katika field ile. Ukienda kwenye katiba hivyo kuna watu wanaitwa kitu kinaitwa constitutional law. Kuna watu wamesoma sheria za katiba. Mnaweza mkamletea watu wakuja kwenye baraza la katiba, lakini watu wa constitutional law yuko mmoja au wawili. Kwa hiyo unaacha nafasi zile ili yeye apate nafasi ya kuwapata watu watakao kusaidieni nyinyi kazi yenu kwenda kuwa rais. Umenielewa vizuri? Na ndio inakuwa hivi. Sasa unaweza kuwa ni maoni yangu mimi. Kwa maridhiano ni mchakato mkubwa na usije ukasema baada ya miezi 3 yatakwisha. Baada ya miezi 2. No. Maridhiano yanakwisha kwa kutoa product fulani, labda ni tume makubaliana, lakini inakuwa ni kitu kinachokuwa endelevu, kinakwenda. Kwa hiyo Watanzania, katiba inakuwa ni pale mnapofikia mahali mkaipata ile katiba kama mlikuwa mnahitaji, then unaweza kusema tumepata product hii, je bado tunahitaji hii tume ya katiba iwepo, labda mwisho wake tayari. Umenielewa vizuri? Na tume ya katiba pia ni hivyo wanashirikishwa makundi mbalimbali. Ndio ndivyo kwa wakati ule mchakato wa katiba, na baadaye mnakuja kwenye bunge la katiba, mnakwenda kuwa na wakilishi wa kutoka kila mahali, na utaona kila mtu ataridhika, na inakuwa ni wazi, inakuwa ni open kwamba watu wametuletea hivi, watu wenye ulemavu wametuletea hapa, vijana wameleta watu hawa, taasisi za dini zimeleta watu hawa. Kila kitu kinakuwa wazi, kinakuwa open, kila mtu anaona, hakuna kinachofichwa chini ya meza. Kwa hiyo mmekubaliana, mmeridhiana na katiba yenu, imefika mwisho, mmekubaliana ndio hiyo, tumekubaliana, mnafanya referendum, mnapiga kura, haya vifungu kwa kifungu, mnamaliza, matokeo ndio hayo, tulichokubaliana ni hicho, mambo yanakwenda. Lakini ni mchakato na sio wa mwezi mmoja, 2, 3, 5, watu waelewe, ni michakato inayochukua muda kidogo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.